leo hii. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Mtazamaji wa YouTube chaneli yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea mkoani Arusha. Watanzania wametakiwa kuendeleza uhifadhi wa wanyamapori kwa kuwa wanyamapori hao sio tu ni kivutio cha kustajabisha na kuhusudiwa, bali ni rasilimali muhimu katika kulipatia taifa fedha za kigeni na ni uchumi wa nchi. Kifunga rasmi maadhimisho ya siku ya wanyamapori duniani jijini Arusha, Waziri wa Maliasili na Utalii Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji amesema rasilimali za misitu na wanyamapori ni urithi na kivutio kinachoingizia taifa fedha za kigeni na kusaidia kuinua uchumi wa nchi. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Leo hii taifa letu linaungana na jumuiya ya kimataifa kuadhimisha siku ya wanyamapori duniani, ikiwa ni kumbukizi ya kusainiwa kwa mkataba wa kimataifa wa biashara ya wanyamapori na mimea iliyo hatarini kutoweka, ambao ulisainiwa kama tulivyosikia tarehe 3 Machi mwaka 1973. Maadhimisho haya ya leo ndani ya taifa letu yanafanyika kwa mara ya 13 tangu kuanzishwa rasmi mwaka 2014. Utalii hapa nchini unachangia zaidi ya 25% ya fedha za kigeni, lakini 17.1% ya pato la taifa, na tunatoa ajira kwa Watanzania zaidi ya milioni 1.6. Tumeona idadi ya watalii ikipanda. Kwa mfano, kwa mwaka 2025 tumeona tumefikia watalii milioni 5,935,561 ukilinganisha na watalii milioni 5,360,247 kwa mwaka 2024. Hili ni sawa na ongezeko la 10.73. Sambamba na ongezeko hili la watalii, tumeona pia mapato yanayotokana na shughuli za utalii yameongezeka kutoka dola za Kimarekani bilioni 3.9 hadi kufikia dola bilioni 4.4, sawa na ongezeko la 12.82. Hongereni sana Watanzania kwa kazi hii njema, kwani mapato haya yanaingia kwenye mifuko ya wajasiriamali wetu. Hivyo Katibu Mkuu, bado tuna kazi ya kufanya kama wizara na taasisi zetu zote kuhakikisha ujangili unakomeshwa ndani ya taifa letu na tuweze kuwalinda wanyamapori wetu. Tuongeze utoaji wa elimu, na elimu hii tuipeleke kwa makundi mbalimbali. Ni kuimarisha uhifadhi wa misitu na maeneo ya hifadhi ili kulinda makazi asilia ya mimea dawa. Pili, tutaendelea kuhimiza tafiti za kisayansi kwa kushirikiana na vyuo vikuu na taasisi za tafiti ili kuhakiki ubora na usalama wa mimea tiba. Na tatu, tutaendelea kukuza usimamizi shirikishi wa misitu ili jamii zinufaike moja kwa moja na rasilimali hizi. Kisha azimio la tarehe 3 mwezi wa 3 kila mwaka iwe ni siku kuu ya kusherehekea au kuadhimisha uhifadhi wa wanyamapori duniani. Azimio hili liliridhiwa pia kwenye kikao cha 68 cha Baraza la Umoja wa Mataifa na ambacho kilifanyika tarehe 20 Disemba mwaka 2013, ambapo kimsingi litangaza rasmi kuwa tarehe 3 mwezi wa 3 kila mwaka ni siku ya kuadhimisha uhifadhi wa wanyamapori duniani. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.